Yes, karibu ndani ya 69 Sports na wakati huu unakuwa nami Wanaisha Lukali, beki kisiki na machachari Afrika Mashariki na Kati, ambaye anahakikisha nakuletea yale yote ya kimichezo ambayo kwa hivi sasa yanaendelea kufanya vizuri zaidi ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Kubwa zaidi ni kuhusiana na kamati ya masaa 72 ambayo kwa siku hii ya leo imetoa adhabu mbalimbali kuhusiana na kile ambacho kilitokea ndani ya ligi kuu Tanzania bara. Stori kubwa ni kuhusiana na muamuzi wa dabi ya Kariakoo ambayo watu wengi walikuwa wanasubiria nini shirikisho la soka nchini kwetu Tanzania pamoja na bodi ya ligi itaenda kuamua nini katika dabi ya Kariakoo, ambapo tukio kubwa lililotokea ni kuhusiana na goli halali ambalo Simba waliweza kulipata ndani ya dakika ya 70 ya mchezo, na mshika kibendera Kasim Mpanga kulikataa lile goli na kusema kwamba mchezaji wa Simba Suleiman Mwalimu alikuwa offside. Hivyo basi mashabiki na wadau wengi wa soka walikuwa wanatazamia kupata majibu kutoka katika shirikisho la soka hapa nchini kwetu Tanzania, lakini pia pamoja na bodi ya ligi kuu Tanzania bara, kutokana na kauli ambayo aliyoweza kuitoa rais wa shirikisho la soka nchini kwetu Tanzania Wallace Karia, ambapo alipofanya ule mkutano wa mwaka kule Kahama na kusema kwamba muamuzi yoyote atakaye haribu mchezo wa dabi ama mchezo mwingine, basi shirikisho litamchukulia hatua na muamuzi huyo pengine akapelekwa mahakamani na akapatiwa adhabu labda ya kufungwa. Hivyo basi baada ya mchezo ule wa dabi Simba kukataliwa goli lao, wadau wengi wa kandanda hapa nchini kwetu Tanzania walikuwa wanataka kufahamu adhabu gani inaweza ikatolewa kwa muamuzi yule ambaye aliweza kuchezesha na mchezo ule, lakini pia aliweza kulikataa lile goli. Sasa siku hii ya leo kamati ya masaa 72 imeweza kutoa adhabu mbalimbali na muamuzi huyo ama mshika kibendera huyo ameweza kupatiwa adhabu kama ifuatavyo. Hapa na kusomea kuhusiana na kile ambacho kimeweza kuandikwa na Tanzania Premier League Board, yani bodi ya ligi. Hapo wameandika muamuzi msaidizi namba 1 wa mchezo tajwa hapo juu Kasim Mpanga kutoka Dar es Salaam amefungiwa miezi 6. Amefungiwa miezi 6 kwa kosa la kushindwa kutafsiri vema sheria za mpira wa miguu, ambapo katika dakika ya 70 ya mchezo alikataa bao halali la klabu ya Simba kwa kile kilichoonyesha kwamba kulikuwa na mchezo wa kuotea kabla ya kufungwa kwa bao hilo. Hata hivyo, taarifa ya wataalamu wa kutafsiri sheria za mpira wa miguu baada ya kufanyia tathmini video ya tukio hilo imeibainisha kwamba hakukuwa na kosa lolote kabla ya kufungwa kwa hilo bao. Adhabu hiyo kwa mujibu wa kanuni ya 42 kifungu cha kwanza mstari wa kwanza hadi wa 8 ya ligi kuu kuhusu udhibiti wa maamuzi. Lakini pia muamuzi msaidizi namba 2 wa mchezo tajwa hapo juu Hamad Swedi kutokea Mtwara amefungiwa miezi 3 kwa kosa la kushindwa kutafsiri vyema sheria za mpira wa miguu, ambapo katika dakika ya 61 ya mchezo aliashiria kuwa mchezaji wa Young Africans Prince Dube alikuwa katika eneo la kuotea, hivyo na kusimamisha shambulizi ambayo klabu ya Yanga ilikuwa inaenda kufanya langoni mwa Simba. Hata hivyo, taarifa ya wataalamu wa kutafsiri sheria za mpira wa miguu baada ya kufanyia tathmini video ya tukio hilo imebainisha kwamba mchezaji huyo hakuwa katika eneo la kuotea wakati mpira huo unapigwa kuelekea kwake. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 42 mstari wa kwanza kifungu cha kwanza hadi cha 8 ya ligi kuu kuhusu udhibiti wa waamuzi. Wadau mbalimbali wa michezo watakuwa wamefahamu kuhusiana na kile ambacho walikuwa wanasubiria kutoka katika mamlaka husika juu ya waamuzi hawa ambao walikuwa wanachezesha dabi ya Kariakoo. Wameweza kufungiwa miezi 6 na mwingine ameweza kufungiwa miezi 3. Lakini pia mchezaji wa wekundu wa Msimbazi Simba, hapa namzungumzia Suleiman Mwalimu, yeye pia ameweza kufungiwa na kutozwa faini ya shilingi milioni 1 kutokana na kile ambacho alichokifanya katika mchezo wa ligi kuu Tanzania bara ambapo Simba ilipocheza na Dodoma Jiji. Suleiman Mwalimu aliweza kumpiga mwenzie mchezaji wa Dodoma Jiji kiwiko. Hivyo basi
kamati ya masaa 72 imeweza kumfungia mechi 3 pamoja na faini ya shilingi milioni 1. Lakini pia klabu ya Young Africans pamoja na klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba wameweza kutozwa faini mbalimbali kutokana na kile ambacho kilitokea kule visiwani Zanzibar katika dabi. Lakini tulikuwa tumefahamu ama tuliweza kuona katika mitandao mbalimbali ya kijamii kuhusiana na mabouncer wa timu zote mbili walivyoweza kuwa wanagombana. Hivyo basi wametozwa faini ya shilingi milioni 5. Lakini pia mchezaji wa wekundu wa Msimbazi Simba Duchu na yeye amepigwa faini baada ya kumwaga kimiminika katika uwanja timu yake ambapo ilipokuwa inafanya mazoezi. Hivyo basi hiyo ndo adhabu iliweza kutolewa na kamati ya masaa 72 inayosimamia makosa mbalimbali ambayo yanafanywa ndani ya ligi kuu Tanzania bara. Ukiwa kama mdau wa soka, umeonaje adhabu hizo ambazo ziliweza kutolewa na kamati ya masaa 72? Hivyo basi unaweza kutoa maoni yako kuhusiana na kile ambacho kimeweza kutolewa na kamati ya masaa 72 kutokana na vitendo vilivyofanywa ndani ya ligi kuu Tanzania bara katika michezo tofauti tofauti. Mashabiki wengi wa wekundu wa Msimbazi Simba walikuwa wanasubiria kwa hamu mchezo huu ama adhabu ya waamuzi hawa, nini kinaenda kutokea. Hatimaye kamati imeweza kutoa adhabu ya waamuzi hao kufungiwa miezi 6 na mwingine akifungiwa miezi 3. Tusubiri na kuona wadau wengine watashuka na mkeka gani. Tusubiri na kuona, kwa sababu hivi sasa adhabu ndo kwanza imetoka na mchezo ule wa dabi ya Kariakoo ulimalizika kwa suruhu na kugawana kwa alama 1-1 kati ya wekundu wa Msimbazi Simba, lakini pia Young Africans ambao wenyewe walikuwa katika uwanja wao wa nyumbani. Kesho Simba na mchezo mwingine wa FA. Mashabiki wa Simba wataenda na morali ile ile ambayo kama walienda nayo kule Zanzibar. Tusubiri na kuona mwalimu Steven Becker baada ya mchezaji wake Suleiman Mwalimu kufungiwa mechi 3 kutokana na kile ambacho alichokifanya katika mchezo dhidi ya Dodoma Jiji, anaweza kuondoka na mshambuliaji gani ama anaweza kumpatia nani nafasi ya ushambuliaji katika eneo la mbele? Tusubiri na kuona, kwa sababu hivi sasa Jonathan Soa amesimamishwa kutokana na utovu wa nidhamu. Kutokana na haya ambayo yanayoendelea, Suleiman Mwalimu atakuwa ameikosti timu yake ya wekundu wa Msimbazi Simba katika michezo ya ligi kuu Tanzania bara, na inafahamika kwamba tarehe 11 mnyama Simba atakuwa na mchezo muhimu, mchezo wa kutafuta alama 3 muhimu kule Singida dhidi ya Singida Black Stars, mchezo ambao unasubiriwa kwa hamu kubwa na mashabiki wa kandanda hapa nchini kwetu Tanzania. Je, mnyama anaweza kuvuna alama 3 muhimu kule away? Tusubiri na kuona, huku mchezaji wake muhimu katika safu ya ushambuliaji Suleiman Mwalimu akiukosa mchezo huo kutokana na adhabu ambayo ameweza kupatiwa na kamati ya masaa 72. Kikosi cha Simba hivi sasa wanasema wenyewe wamejipata kweli kweli. Mwalimu Steven Becker anaweza kuondokaje? Tusubiri na kuona. Mimi ni Mwanasharukali, beki kisiki na machachari Afrika Mashariki na Kati. Nyuma kamera amesimama Ulama Sultan Ngoma ambaye anasababisha kila kitu kinakwenda kuwa vizuri kweli kweli.